Laana ya tatu tunaongelea laana ya sheria. Laana ya sheria. Baba wa mbinguni, nakusihi Bwana, zungumza nasi japo tunafundisha kwa njia ya mtandao. Tunakamata mawimbi yote Bwana, tunayatiisha chini ya neno lako, yakatii katika jina la Yesu. Kila mtu anayesikia kwa njia ya mtandao, kwa njia ya WhatsApp call, Bwana kaelewe neno ambalo umelikusudia nilitoe kupitia kinywa changu katika jina lako Yesu. Amen. Laana ya sheria. Laana ya sheria. Kwanza ndugu naye nisikiliza, tunapaswa kufahamu jambo moja, kwamba Yesu ametuokoa na laana hii ya sheria. Yesu ametuokoa na laana hii ya sheria. Kisoma kitabu cha Galatia sura yake ni ya 3. Kitabu cha Galatia Galatians sura yake ni ya 3 na mstari wake ni wa 13. Neno la Bwana wangu Yesu linasema, Kristo alitukomboa katika laana ya torati, kwa kuwa alifanywa laana kwa ajili yetu. Maana imeandikwa, amelaaniwa kila mtu angikwae juu ya mti. Haleluya. Kwa hiyo ukisoma hicho kifungu utaona ya kwamba tulishakombolewa kutoka kwenye laana hii ya sheria. Lakini naomba unisikilize vizuri. Ukirudi kwenye Kumbukumbu la Torati 28 kuanzia mstari wa 1, maandiko yanatuambia ya kwamba utakaposikiliza sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii, kutunza kuyafanya maagizo yake yote ni kuagizayo leo, ndipo baraka hizi zote, kuanzia mstari wa 1 mpaka wa 14, zimetajwa baraka nyingi sana. Ni kama agano la baraka. Lakini ukianzia mstari wa 15 mpaka mstari wa 68, zimetajwa laana nyingi sana, ambalo ni agano la laana. Okay? Kumbe tunaona kuna orodha ya laana ya sheria na kuna orodha ya baraka. Lakini laana ni nyingi sana ambazo zinahitaji umakini wa kiroho ili kutembea katika uhuru. Narudia tena. Ukianzia Kumbukumbu la Torati 28 kuanzia mstari wa 15 mpaka 28, tunaona laana ni nyingi sana ambazo zinahitaji umakini wa kiroho ili kutembea katika uhuru. Yapo mambo mengi yanayofanya watu wawe chini ya hizo laana bila wao kujua. Lakini sikia jambo hili. Ukisikiliza sauti ya Bwana Mungu wako na kutunza kuyafanya maagizo yake yote. Kamata hilo neno, maagizo yake yote. Naomba hilo neno usilisahau. Tutakapokuwa tunaendelea kuhusiana na laana ya sheria, naomba hilo neno usilisahau. Maagizo yake yote. Ndugu yangu, ukishika maagizo yote ya Mungu, haijalishi shetani yuko kinyume na wewe kiasi gani, haijalishi, utakuwa na uhuru tu. Haijalishi ni wachawi wangapi wanapigana na wewe, wanakutafuta, wanataka kukuua, utafurahia maisha tu. Namba 3, haijalishi mamlaka ya giza ya eneo unaloishi au ya mkoa au ya taifa inakufuatilia kiasi gani, inakuinda kiasi gani, utakuwa na uhuru tu. Kusema kuwa, si unanielewa ninachokwambia? Maana yake kusema tu kwamba kanisa letu mchungaji linahubiri injili ya utakatifu, mimi ninajua kweli, neno la kweli ninalijua vizuri, hili halitamfanya shetani asikushambulie, au hili halitakufanya wewe usipigwe vita na nguvu za giza. Kinachotakiwa ni nini? Ni utii wa neno la Mungu, kufanyia kazi kila neno unaloambiwa na Mungu. Narudi kwenye Wagalatia. Narudi hapa. Fungu ambalo watu wanalikosea katika kulitafsiri. Narudi hapa, nadhani unanielewa. Twende taratibu. Narudi kwenye Galatia 3. Nitaanzia mstari wa 13. Kristo alitukomboa katika laana ya torati, kwa kuwa alifanywa laana kwa ajili yetu. Maana imeandikwa, amelaaniwa kila mtu angikwae juu ya mti. Mstari wa 14. Ili kwamba baraka ya Ibrahimu iwafikirie mataifa katika Yesu Kristo, tupate kupokea ahadi ya Roho kwa njia ya imani. Sikiliza hilo neno, tupate kupokea ahadi ya Roho kwa njia ya imani.
Angalia hilo neno. Sasa walokole wengi wanatumia hilo andiko vibaya. Wanasemaje unajua? Wanasema hivi, tumekombolewa kutoka kwenye laana ya sheria. Kwa hiyo wanasema hivi, tunatakiwa kufanya tunayotaka bila kujali chochote, kwa sababu tumekombolewa. Tunatakiwa kufanya lolote tutakalo. Kumbe jibu sio hivyo. Ukombozi kutoka kwenye laana ya sheria kwa kweli ni kupokea ule uwezo wa kiungu au uwezo wa ajabu wa kuitimiza sheria. Narudia tena, iko hivi. Inamaanisha kuwa kuokolewa au kukombolewa kutoka kwenye adhabu ya sheria sio kuacha kufuata sheria, bali ni kupewa nguvu ya ziada ya kiungu ili kuweza kuifuata na kuitimiza sheria vizuri. Rudi hapa katika Mathayo na kurudisha nyuma. Njoo Mathayo 5:17. Mathayo 5:17. Haleluya. Mathayo na kurudisha Mathayo 5:17. Yesu anasemaje? Msidhani ya kuwa nalikuja kuitangua Torati au manabii. La, sikuja kutangua bali kuitimiliza. Listen that word. Listen that word. Sikuja kuitangua Torati na manabii bali nikuja kuitimiliza. Kukosa ule uwezo wa kutii sheria katika ule utu wa ndani, hicho ndio kinachowafanya watu wengi kuwa chini ya laana. Sasa ndio maana wakati wa Agano la Kale watu wengi walikuwa chini ya laana ya Torati, kwa sababu mwanadamu alikuwa hana uwezo wa kuitii ile Torati inavyotaka, yani kuitendea kazi Torati inavyotaka. Ndio maana wote walikuwa chini ya laana. Sasa alipokuja Yesu hakuja kuitangua Torati, alichokuja ni kutupa uwezo wa kuitii ile Torati kwa jinsi ya Roho. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa zamba haitatawala tena. Kwa nini? Hatuko chini ya sheria. Hatuko chini ya sheria. Na hii haimaanishi kuwa Yesu alifuta sheria. Alikuja kutuwezesha ili kuitii hiyo sheria, kuitimiza sheria. Richard Mwakagali, weka mute mic yako. Yes. Hapo sawa. Alikuja ili kuitimiza sheria kwa kuivunja nguvu ya dhambi kwenye maisha yetu. Manake nguvu ya dhambi ilivunjwa kwenye maisha yetu. Ndio maana nimekusomea Mathayo 5:17 kwamba maandiko yanatuambia kwamba sikuja kuitangua Torati na manabii bali nikuja kuitimiliza. Hapo ndipo walokole wanakwama, wanashindwa kujua kuokolewa kutoka kwenye laana hii ya sheria. Yesu alikuja kuanzisha mwanadamu kuitawala dhambi, sio kutoa uhuru wa kutenda dhambi. Kwamba tumekombolewa, hatuko chini ya sheria, tunaweza tukapiga mawigi, tunaweza tukapiga masuruali, tunaweza tukapiga makeup, hatuko chini ya sheria. Wewe unatupa sheria, wewe unatupa sheria. Sio hivyo. Alikuja kutupa nguvu. Hiyo nguvu ni kwa ajili ya mwanadamu kuitawala dhambi na sio kutoa uhuru kutenda dhambi. Wakorinto wa pili 5:21. Listen that word. Listen that verse. Biblia inasemaje? Yeye asiyejua dhambi alimfanya kuwa dhambi kwa ajili yetu ili sisi tupate kuwa haki ya Mungu katika yeye. Angalia hilo neno. Alifanyika laana ili kutupa sisi utawala juu ya laana ya sheria. Narudia kipengele cha pili. Alifanyika dhambi ili kutupa mamlaka juu ya dhambi. Nguvu ya kutokutenda dhambi
ilipatikana kupitia damu ya Yesu. Narudia tena, nguvu ya kutokutenda dhambi ilipatikana kupitia damu ya Yesu. Namba 2, nguvu ya kukwepa laana ya sheria ilipatikana kwa kutundikwa msalabani. Yako mambo mawili. Jambo la kwanza kutundikwa msalabani, jambo la pili kumwaga damu. Kumwaga damu, nguvu ya kutokutenda dhambi. Kutundikwa msalabani, nguvu ya sheria. Kwa sababu anayelaaniwa anatundikwa msalabani. Kwa alitundikwa msalabani ili sisi tusiwe na laana tena. Bwana Yesu apewe sifa. So Yesu hakuja kufanyika laana ili sisi twende tukafanye yale mambo yanayoleta laana. Alikuja kuharibu kile kinachoweza kufanya sisi tuyatimize matakwa ya sheria. Aliharibu ule uwezekano wa kutimiza kile sheria inataka. Kipi kinapelekea laana ya sheria? Ni disobedience, kutokutii. Sasa kutokutii ndiyo Yesu alikuja akaweka uwezo ndani wa kuweza kuitimiliza sheria kwa kutii sheria kwa jinsi ya Roho. Okay, acha nikulete hapa. Njoo kwenye Warumi sura ya 7. Nadhani hapo utanielewa. Njoo kwenye Warumi sura ya 7. Twende taratibu. Wewe unayefuatilia sema kimoyo moyo amen. Njoo kwenye Warumi sura ya 7. Haya, Paulo anasema, ndugu zangu, fungua Warumi sura ya 7 twende pamoja. Uliye na Biblia jirani. Ndugu zangu, hamjui maana, narudia, nataka unielewe hapa kwamba kipi kinapelekea laana ya sheria? Ni disobedience, kukosa utii. Sasa kule kukosa utii, ni kwa nini unakosa utii? Ni kwa sababu ndani hakuna nguvu ya kuitimiza sheria kwa jinsi ya Roho. Kwa hiyo ndio maana Waswahili wanasema sheria imewekwa ili ivunjwe. Ndio maana unavunja sheria kwa sababu uwezo wa kuitii hauna. Ni sawa na mtu yuko akiwa peke yake anaweza akaendesha speed 120. Akiona watu wanamkagua au kuna tochi anapunguza. Kwa uwezo wa kutii ile sheria wa kuendesha gari hata akiwa peke yake kwa kilomita ambazo sheria inataka hawezi, kwa sababu ndani yake hakuna ile nguvu ya kutii sheria. Ndio maana anaivunja. Hujanielewa? Njoo hapa. Ndugu zangu, hamjui maana nasema na hao waijuao sheria ya kuwa torati mtawala mtu wakati anapokuwa yu hai? Angalia hilo neno. Sheria inamtawala mtu akiwa hai. Kwa maana mwanamke aliye na mume amefungwa na sheria kwa yule mume wake anapokuwa yu hai, bali akifa yule mume amefunguliwa ile sheria ya mume. Basi wakati hawapo hai mmewe kama akiwa na mume mwingine huitwa mzinzi, ila mmewe kifa amekuwa huru, afungwi na sheria hiyo, hata yeye si mzinzi hajapolewa na mume mwingine. Okay, mimi siongelea habari za mume na mke hapa. Nakuleta hapa. Torati, sisi tulikuwa tumeolewa na Torati. Torati ndo alikuwa mume wetu. Unanielewa wewe? Yaani wewe unayenisikiza, Torati alikuwa mume wako. Sasa ili Torati awe huru inatakiwa wewe ufe ili Torati awe mwingine. Na ili wewe uolewe na mtu mwingine inatakiwa Torati ife. Sasa Torati ilikufaje? Alipozaliwa Yesu, maana yake Torati ikauliwa. Alipotundikwa tu msalabani pale, amelaaniwa kila mtu anayetundikwa msalabani. Torati ikafa. Torati ilipokufa, kwa sababu ilikuwa kiongozi, inatuongoza kutupeleka kwa Kristo. Kwa mujibu wa Galatia, Torati ilipokufa tu tayari wewe ukawa huru. Yaani mimi nikawa huru kwa sababu mume amekufa. Sasa mume kifa, inabidi uolewe na mwanaume mwingine. Mwanaume mwingine ni nani? Ni Kristo Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa jambo la ajabu hapa, Torati haikufa peke yake. Torati ilikufa, na wewe pia ukafa. Yaani ulipokufa wewe sasa ukazaliwa upya. Ulipozaliwa upya ukaolewa na mwanaume mwingine ambaye ni Yesu Kristo. Hujanielewa? Acha tusonge hapa mbele. Kwa maana mwanamke aliye na mume amefungwa na sheria kwa yule mume wakati anapokuwa yu hai, bali akifa yule mume amefunguliwa na sheria ya mume. Mstari wa 3. Basi wakati hawapo hai mmewe kama akiwa na mume mwingine huitwa mzinzi, ila mmewe akifa amekuwa huru, hafungwi na sheria hiyo, hata yeye si mzinzi hajapolewa na mume mwingine. Kwa hiyo mtu yote aliyempokea Yesu Kristo, sheria inasema hivi, amekufa. Na ile Torati ilikufa pale msalabani. Alipotundikwa tu msalabani kwa mujibu wa Biblia, Torati nayo ikafa. Na wewe ukafa. Kwa hiyo sasa tukawa sisi sio mali ya Torati tena. Naenda mstari wa 4.
ili nikulete hapa ambapo hiyo zana nayoitaka. Kwa nini watu wanashindwa kuitii sheria? Kwa nini zamani watu wa kale walishindwa kuitii sheria? Na kwa nini leo tunaitii sheria kwa jinsi ya roho? Ni kwa sababu tumepewa ile uwezo na Mungu ndani yetu wa kuitimiza sheria. Mstari wa 4. Kadhalika ndugu zangu, ninyi pia mmeifia torati, angalia ile neno, kwa njia ya mwili wa Kristo. Pale Yesu alipokufa msalabani, tukaifia torati mpaka mpate kuwa mali ya mwingine, yeye aliyefufuka katika wafu, kusudi tumzalie Mungu matunda. Kwa nini unajua uzai matunda? Bado wewe hujafa. Bado wewe ni mume wako ni torati. Ndio maana wewe umzalie Mungu matunda. Yaani kuitimiza sheria hutaweza. Kwa nini? Wewe ni mtu wa mwilini. Narudia tena. Mtu wa mwilini, huu mwili uliopewa wewe, maana yake ni zamani agano la kale lilikuwa ni agano la mwilini. Sasa unapoenenda kwa leo katika agano jipya kwa jinsi ya mwilini, hautaweza kutimiza mapenzi ya Mungu kwa sababu wewe ni mtu wa mwilini. Ndio maana Paulo aliwakalipia Wagalatia kwamba mlipokea roho kwa jinsi ya sheria au kwa imani. Sasa unapokuwa wewe ni mtu wa rohoni katika agano la kale, lakini unataka kutimize mambo ya rohoni kwa jinsi ya mwili, hutaweza kuzaa matunda. Utakuwa ni mtu wa vichekesho. Okay, turudi hapo. Kwa maana tulipokuwa katika hali ya mwili, mstari wa 5 ndio nasoma. Tulipokuwa katika hali ya mwili, tamaa za dhambi zilizokuwako kwa sababu ya torati zilitenda kazi katika viungo vyetu, hata mkaizalia mauti mazao. Yaani tamaa zile torati. Yesu unajua torati, sheria ndio inayofanya dhambi ipate nguvu. Utanielewa? Nasonga mbele. Bali sasa tumefunguliwa katika torati, tumeifia hali ile iliyotupinga, ili sisi tupate kutumika katika hali mpya ya roho, si katika hali ya zamani ya andiko. Maana yake sisi hatuhitaji sana kukalili maandiko kama Mafarisayo kwa lengo la kushindana. Umeona bwana, Biblia inasema ya kwamba mwanamke asivae mavazi ya paso mwanaume, si kwa lengo la kushindana ili hali unavaa. Biblia inasema ya kwamba nini tumeokolewa ili hali unayafanya. Hatuna haja hiyo. Maana yake hii mkusanyiko wa maandiko unayoona haya, mkusanyiko wa maandiko nayo maana yake ni katika hali mpya ya roho, sio katika hali ya andiko kwa lengo la kushindana kuona dini yetu ni nzuri, si tunaenenda vizuri. Sio hivyo. Njoo mstari wa 7. Tuseme nini basi? Torati ni dhambi? Je, sheria ni dhambi? Sio dhambi. Paulo nakataa, hasha. Nisingelitambua dhambi ila kwa sheria, kwa kuwa singelijua kutamani kama torati singelisema usitamani. Narudi hapa. Kinachokufanya ujue kuvaa wigi ni dhambi ni nini? Kinachokufanya wewe ujue kuvaa suruali ni dhambi ni nini? Kinachokufanya wewe ujue kunyonyesha watoto ndani na maziwa yanaonekana ni dhambi ni nini? Ni sheria. Huwezi ukajua dhambi bila sheria. Kwa hiyo sheria sio kosa. Kinachowapelekea watu kosa ni kuitimiza sheria kwa jinsi ya mwili. Hujanielewa? Sasa acha nirudi hapa. Tusemeje basi? Torati ni dhambi? Hasha. Paulo nakataa, sio dhambi. Kwa nini? Nisingelijua dhambi ila kwa sheria. Kwa kuwa singelijua kutamani kama torati singelisema usitamani. Narudi kwako. Wewe unayenisikiliza. Zamani wakati wewe ulikuwa unaangalia wanawake wamevaa ovyo barabarani, ulikuwa unaogopa chochote? Kwa nini? Ukujua kwa sababu ulikuwa hujui sheria kwamba ni dhambi. Tena ulikuwa unaona wanawake wananyonyesha matiti na unayaona. Tena kwa raha zako. Lakini leo hebu jiulize, ukiona mfano Gabriel, ukiona mwanamke barabarani ananyonyesha, utageuza shingo. Kwa nini? Sheria imekwambia ni dhambi. Narudia tena. Ukiona kama mwanamke kamevaa kimini, unaanza kuhisi nashambuliwa. Mbona zamani ulikuwa ushambuliwi? Zamani mwanamke ulikuwa unavaa suruali kwa raha zako, tena uogopi. Kwa nini leo unaogopa? Sheria. Kwa nini uogopi? Torati imekwambia ni dhambi. Ndio maana Paulo anatuambia nisingelijua kama kutamani ni dhambi, kama sheria isingesema. Ndio maana tulipokuwa duniani tulikuwa tunatamani na tuogopi. Unazini na uogopi, tena hata moyo haukusuti. Unaenda kwa raha zako, tena unaingia na baani kwa raha zako, hata moyo haukusuti. Kwa nini? Sheria ulikuwa uijui. Leo hii unajua sheria. Vita lisiwezi kaenda baani ukasema tupe kama tulivyo. Kwa nini? Sheria imekataza. Kwa hiyo sheria sio mbaya. Sheria sio dhambi. Sio, mnanielewa? Lakini okay, tusonge mbele. Lakini dhambi ilipata nafasi kwa ile amri
ikafanya ndani yangu kila namna ya kutamani, kwa maana dhambi bila sheria imekufa. Narudia hapa, dhambi yoyote unaiona kama hakuna sheria ni sawa. Wewe umeenda sehemu ambapo ni jeshini, kwa ghafla hujasoma kibao, ghafla ukaona wewe ukasema ngoja nipumzike hapo nikojoe au nijisaidie. Sasa wakati umevua nguo kujisaidia, ghafla unaona kibao kimeandikwa ni marufuku kukojoa hapa au kujisaidia hapa. Ndugu yangu, sijui kama mtajisaidia. Sijui kama mtafanya nini. Dhambi inapataje nafasi? Dhambi ilipata nafasi kwa ile amri, ikafanya ndani yangu kila namna ya kutamani, kwa maana dhambi bila sheria imekufa. Kama hakuna sheria utajisaidia pale, kwa sababu hakutakuwa na dhambi. Mimi kuna sehemu moja nipata shida, nafika kwenye bafu moja amesema hakuna kukojoa humu ndani. Angalia hiyo utakapopata shida. Alafu naoga mle. Umenielewa hiyo hali? Umeona hiyo dhambi itakavyokuwa inakutesa. Lakini kama hakuna sheria mnaokojoa mnafanya nini? Dhambi haitakutesa kwa sababu imekufa bila sheria. Watu wasiojue sheria, watu wa mataifa, ukimwambia wigi ni dhambi, heleni ni dhambi, na kushangaa kwa sababu dhambi kwao imekufa, hakuna sheria. Narudi hapa. Si kama mtu ananielewa. Mstari wa 10. Nikaona ile amri iletayo uzima ya kuwa kwangu mimi ilileta mauti. Ile amri, ile sheria ambayo inaleta uzima kwa huyu Paulo ilileta mauti. Kwa nini? Paulo ni mtu wa mwilini, alitaka kuitimiza sheria kwa jinsi ya mwili. Tunajuaje? Twende tusonge mbele. Mstari wa 11. Kwa maana dhambi kwa kupata nafasi kwa ile amri ilinidanganya, na kwa hiyo ikaniua. Mstari wa 12. Basi torati ni takatifu na ile amri ni takatifu na ya haki na njema. Paulo anakubali kabisa, mtume anakubali torati jamani ni nzuri, ndio maana hata Yesu hakuja kuivunja torati. Ni nzuri, usianze kusema hatuko chini ya torati, uelewe maana yake. Mstari wa 13. Basi je, ile iliyo njema ilikuwa mauti kwangu mimi? Ile iliyo njema ilikuwa mauti kwa Paulo. Kwa nini? Hasha, bali dhambi ionekane kuwa ni dhambi hasa ilifanya mauti ndani yangu kwa njia ya ile njema, kusudi kwa ile amri dhambi zidi kuwa mbaya mno. Mstari wa 14. Kwa maana twajua ya kuwa torati asili yake ni ya rohoni. Angalia hilo neno. Torati asili yake ni ya rohoni, bali mimi ni mtu wa mwilini, nimeuzwa chini ya dhambi. Angalia hilo neno. Mtu wa mwilini. Yaani Paulo aliishi mwilini kwa sababu torati zamani walikuwa wanaishi kwa jinsi ya mwili. Sasa walipokuwa unaishi kwa jinsi ya mwili, kutimiza torati ya rohoni hutaweza. Maana sijui nifanyalo. Kuna watu wanatenda mambo wajua anachofanya. Kwa nini? Lile nilipendalo silitendi, bali lile nilichukiao ndilo ninalolitenda. Yaani kuna mtu hapendi jambo, hapendi kuota ndoto mbaya, hapendi kuota nazini, hapendi kuota anakula nyama za watu, lakini anajikuta ameota. Kuna kaka mmoja si wa wapi akasema, mtumishi, tena nimeota nimezini tena. Yaani kwa sipendi nizini, nakuta na nina maombi, nipo kwenye mfungo. Kwa nini mtumishi nanitokea hivyo? Amechukia. Kwa nini? Kwa nini? Analolipenda litokee halitokei, na asiolipenda ndilo linatokea. Nakuta mtu anamwambia mtumishi, mimi natamani sana kusali kwenye makanisa ya utakatifu, natamani sana. Sasa huku niliko hakuna hayo makanisa, nafanyaje tu? Ngoja nikaingia ya makanisa ya kawaida tu haya ambao wanawake wanajiremba, ambao wanahubiri baraka. Ngoja niende tu. Sina namna. Nitoage na sadaka. Kwa nini? Angalia. Kuna jambo nataka litokee. Sasa alitokei kwa sababu ni mtu wa mwilini. Uwezo wa kufanya maamuzi hana. Yaani wa kufanya jambo jema hawezi kulipata kwanza. Kwa nini hawezi kulipata? Ni mtu wa mwilini. Hata kingangana. Nasema hivi, wewe hata kama kingangana jambo jema litokee, halitatokea. Narudi hapa. Mstari wa 16. Lakini kama nikilitenda lile nisilolipenda, na ikiri ile sheria kuwa ni njema, basi sasa si mimi nafsi yangu ninayetenda hilo, bali ni ile dhambi kayo ndani yangu. Sikiza neno. Ile dhambi kayo ndani yangu. Ndani gani? Kuna watu wafikiri ndani ya moyo. Sio ndani ya moyo. Mstari wa 18. Kwa maana najua kuwa ndani yangu, yani ndani ya mwili wangu, halikai neno jema, kwa kuwa kutaka nataka, bali kutenda hilo jema sipati. Ndani yake, ndani ya mwili. Yeye ni mtu wa mwilini. Yani li mwili limechukua nafasi. Mtume aliamua kutuambia ushuhuda wake. Limwili likipata nafasi, hakuna neno jema mtakalolitenda.
Ndio maana mtume alikuja akakonkludi kwa Galatia akasema nendeni kwa roho kama mtatimiza tamaa ya mwili. Kwa sababu mwili huwa linashindana na roho. Likipata nguvu tu uwezi ukatenda neno jema. Angalia unavyohangaika. Unatamani umpendeze Mungu kwa jinsi ya roho, lakini sasa unaenenda kwa jinsi ya mwili. Hautaweza na hautazaa kitu chema. Kwa nini? Unatamani kabisa, unajitahidi kabisa, najitahidi mtumishi wa Bwana nimpendeze Mungu, napambana usiku na mchana. Hautaweza. Kwa nini utaweza? Wewe uko chini, wewe unaongozwa na mwili. Mwili unakuongoza. Yaani umeweka visheria kuutawala mwili kwa ukali. Hutaki kurudi rohoni uyatimize hayo kwa jinsi ya roho. Kwa jinsi ya roho ni nini? Yesu aliona yuna namna ya Mungu. Akaona kuwa sawa na Mungu sio kitu cha kushikamana nacho. Akaona awe mtii. Ile hali ya utii, obedience, ndio hali ya kuitimiza sheria kwa jinsi ya roho. Akawa mtii. Alipokuwa mtii, wale majamaa wakamtemea mate, wale jamaa wakampiga mijeledi, wale jamaa wakamtoboa misumari. Hakujibu neno. Wale majamaa wakaamua kumpiga, wakasema, wakamnenea maneno mabaya. Hakujibu neno. Ili hali alikuwa na uwezo wa kuwageuza wote wakawa paka, kuwageuza wote wakawa mbwa, lakini hakuwageuza, kavumilia. Kwa nini? Ili aivunje nguvu ya torati, ili sisi tupate ule uwezo wa kumwabudu Mungu kwa jinsi ya roho. Sasa angalia wewe, unakimbilia kwenye maombi kwamba mimi nataka nimtafute Mungu. Nataka nimtafute Mungu. Namtafuta Mungu sana kwenye maombi, lakini umeacha utii, obedience. Yaani umeacha maagizo hata ninayokupa mimi. Yaani anayokupa mchungaji wako, umeacha maagizo, lakini unakimbilia mlimani kumtafuta Mungu. Utampata Mungu gani? Umemwacha Mungu kwa njia ya utii. Mungu anamwambia Sauli. Anamwambiaje Sauli? Samuel anamwambia Sauli, sikiliza Sauli, utii ni bora kuliko sadaka. Utii ni bora kuliko dhabihu. Maana uasi ni sawa na dhambi ya uchawi. Sasa kwa nini mimi Bwana nimeona nikutolee sadaka? Mimi sitaji hayo unayotaka. Mimi nataka kwanza utii, obedience. Kama mimi nilivyokuja nikafanya obedience ili niitimize sheria kwa jinsi ya rohoni. Kwa sababu hakuna mwenye mwili anayeweza kumwabudu Mungu akampendeza Mungu kwa jinsi ya mwili. Rudi hapa. Mwanamke Msamaria akamwambia, najua wewe Bwana wewe ni nabii. Kwa nini mwanamke huyu alikimbilia kusema wewe ni nabii? Alishawahi kusikia manabii. Kwa nini mwanamke asingesema Bwana nifundishe njia ya Bwana? Akakimbilia, baba zetu aliabudu kwenye mlima huu na nyinyi mnatuambiaga Yerusalemu ni mahali sahihi patupasapo kuabudia. Kwa nini? Walienda kwa jinsi ya mwili. Yaani wanaenda milimani kwa jinsi ya mwili. Wanaenda Yerusalemu kwa jinsi ya mwili. Yesu akasema, sikilizeni, wakati unakuja hamtaabudu Baba katika mlima huu wala hamtaenda kule Yerusalemu. Kwa nini hamtaenda kule? Kwa sababu saa inakuja na sasa ipo ambapo waabudu halisi watamwabudu Baba katika roho na kweli. Sasa hiyo roho na kweli ndio Paulo aliikosa. Paulo anasemaje? Anasema, kwa maana najua ya kuwa ndani yangu, yaani ndani ya mwili wangu, halikae neno jema. Kwa kuwa kutaka nataka, bali kutenda hilo jema sipati. Kwa nini? Kwa maana ile jema nilipendalo silitendi, bali ile baya nisilolipenda ndilo nilitendalo. Kumbe Paulo kuna mambo alikuwa anataka yatokee, lakini hayatokei. Kwa nini hayatokei? Yuko mwilini. Anaishi mwilini. Sasa mtu wa mwilini hawezi kufanya mambo yakatokea. Rudi hapa. Basi kama lile nisilolipenda ndilo nilitendalo, si mimi nafsi yangu nilitendaye, bali nini? Nile dhambi kayo ndani yangu. Nimekwambia ndani gani? Ndani ya mwili. Maana yake anaongozwa na mwili. Ndio maana mstari wa 21, basi nimeona sheria hii ya kuwa kwangu mimi nitakaye kutenda lililo jema lipo lililo baya. Kwa nini? Roho inatamani kutenda neno jema, mwili unasema hamna, haiwezekani. Haiwezekani utende neno jema. Yaani roho inasema Bwana wewe, hii yenu uliyoipata hii, hebu toa kwa ajili ya Bwana. Mwili unasema hamna, utaishije Bwana? Utasomeshaje watoto? Achana nayo mambo. Yaani kuna mambo natamani yatokee, mwili unasema tafadhali jenga nyumba hapa, jenga nyumba ya 3, jenga nyumba ya 4. Si unajua na watoto. Kuna jambo jema natamani litokee, lakini limwili linakuzuia. Jamani, mili imekuwa ni kikwazo kikubwa tusifurahie amani ya Kristo. Angalia mstari wa 22. Kwa maana naifurahia sheria ya Mungu kwa utu wa ndani,
Yani ndani yako unaona, yani unapenda sana, kuna kitu mabadiliko unayapenda sana. Unapenda mabadiliko ndani. Mpaka na wewe mwenyewe unajua kwamba kuna mabadiliko fulani, yani unatamani mle ndani, unatamani ndani, lakini mwilini haiwezekani. Ndio maana mstari wa 25 anasema, lakini katika viungo vyangu naona sheria iliyo mbali inapiga vita na ile sheria ya akili zangu na kunifanya mateka ya ile sheria ya dhambi iliyo katika viungo vyangu. Yani rohoni kuna mambo fulani unatamani yatokee. Akili yako sasa hairuhusu yale mambo yachakatwe kwenye akili. Akili yako ina vitu vingine. Sasa hayo yalimkuta mtume kwenye akili yake kuna mambo mengine. Rohoni kuna anatamani atimize sheria, lakini akili inamgomea. Ndio maana wana wa Israeli zamani walishindwa kuitimiza sheria kwa jinsi ya nini? Ya mwili ni ngumu. Kwa sababu mwili hauwezi kutimiza sheria. Kwanza hauwezi kutii. Hebu sikiliza, sheria inakwambia hakikisha unakimbiza gari angalau speed 80. Wakati hakuna trafiki hapa, mimi sikimbizi 80, nakimbiza 120. Unauliza, dereva anasema kuna tochi kule. Wewe umeona tochi? Anasema hakuna tochi mwanangu, wewe washa. Anakimbiza mpaka kuwe na tochi ndo anapunguza. Unajua kwa nini? Mwili nataka niwahi, nataka nikapumzike, nataka nikalala. Haiwezi kutii kwa jinsi ya roho. Lakini ukiwa kwa jinsi ya roho utatimiza sheria kwa jinsi ya roho, utatii tu. Kwa nini utatii? Utakuwa mnyenyekevu. Hata wakikutukana, hata wakikuuzi, utanyenyekea tu, hautajibu. Unajua kwa nini unajibu? Unajua kwa nini unataka kugombana? Unajua kwa nini unataka mashindano? Uko mwilini. Unajua kwa nini umekosa utii? Uko mwilini. Mwili nakwambia mimi nizalike mimi. Siwezi kuzalika mimi. Yaani mimi na usomi wangu na elimu yangu siwezi kukubali wewe. Siwezi kubali wewe. Unajua kwa nini nasema hivi? Kwa sababu uko mwilini. Kuna mambo nategemea yatokea, hayatatokea. Kwa sababu unaongozwa na mwili. Wewe unafikiri hayo unayoishi, unayoandaa kwenye maisha yako haya, utaishi nayo mpaka lini? Mtumishi wa Bwana, unajua lazima tujiandae. Sawa, tunajiandaa. Ukienda kuzimu zeni, umejiandaa nini tena? Mtumishi wa Bwana, si basi tu. Sawa, basi tu, kwa sababu ujui kwamba Paulo mwenyewe paki ilifika wakati na kurudisha hapa. Ngoja kwanza nimalize hapa. Kabla sijamaliza hapa, ngoja nikulete hapa. Mstari wa 23. Inapiga viungo vyangu. Mstari wa 24. Ole wangu maskini mimi. Ni nani atakayeniokoa na mwili huu wa mauti? Paulo anauliza, nani ataniokoa na huu mwili? Huu mwili wa mauti, nani wa kuniokoa? Nini? Mwili inatakiwa kuokolewa. Njoo Wagalatia, Paulo anakuja kupata siri ya ushindi wa mwili. Siri ya ushindi wa mwili wa Filipi. Wa Filipi sura ya 3. Angalia ushindi wa mwili. Angalia. Hatimaye ndugu zangu, furahini katika Bwana. Jihadharini na mbwa, jihadharini na watendao mabaya, jihadharini na wajikatao. Mbwa. Watendao mabaya na wanaojikataa. Alafu mstari wa 3. Maana sisi tu toala tumwabudu Mungu kwa roho na kuona fahari juu ya Kristo Yesu, wala tutumainie mwili. Angalia. Kwa nini hatuoni fahari juu ya Kristo Yesu? Kwa sababu tunatumainia mwili. Kumwabudu Mungu katika roho na kuona fahari ni mpaka mwili ufe. Mstari wa 4. Walakini mimi ningeweza kutumainia mwili. Angalia sasa, anatoa majibu yaliyokuwa anamtesa. Majibu yaliyokuwa anamtesa zamani. Majibu yaliyokuwa anamtesa zamani ni kutumainia mwili. Angalia. Walakini mimi ningeweza kutumainia mwili. Mtu yeyote akijiona kuwa nayo sababu ya kutumainia mwili, mimi zaidi. Maana yake kichwa kwa kinamtesa ni kuangalia mwili. Ndio anarudia kwenye Warumi 7. Sasa angalia majibu yake. Na litairiwa siku ya 8 ni mtu wa taifa la Israeli, wa kabila ya Benjamini, Mwebrania wa Waebrania. Kwa habari ya kuishika Torati ni Farisayo. Kwa habari ya juhudi mwenye kuliuzi kanisa. Kwa habari ya haki patikanayo kwa sheria sikuwa na hatia. Mstari wa 7. Lakini mambo yale yaliyokuwa faida kwangu naliyahesabu. Hapo ndo anatoa majibu kwa nini mpaka kashinda. Kwa nini mpaka mwili likakosa nguvu, sasa akaanza kuitimiza sheria kwa jinsi ya roho? Ni mstari wa 7. Mambo yale yaliyokuwa faida kwangu nalihesabu kuwa hasara kwa ajili ya Kristo. Na zaidi ya hayo nahesabu mambo yote kuwa hasara kwa ajili ya uzuri usio na kiasi wa kumjua Kristo Yesu Bwana wangu, ambaye kwa ajili yake nimepata hasara ya mambo yote, nikihesabu kuwa kama mavi ili nipate Kristo. Hapo ndipo Paulo akaanza kumwabudu Yesu katika uzuri na utakatifu. Baada ya kuona kwamba yote ni hasara, yote ni mavi, ili
ampate Kristo. Lakini usipoona kwamba yote ni mavi, mwili litakuendesha tu na utashindwa kuitimiza sheria kwa jinsi ya roho. Utakuna tamaa, utakuna itimiza sheria kwa jinsi ya andiko. Imeandikwa mchungaji, imeandikwa mchungaji, imeandikwa mchungaji, lakini kuitimiza kwa jinsi ya roho hautaweza. Kwa nini? Limwili bado linahesabu yote kuwa faida. Likihesabu yote kuwa faida, hutatimiza yote kwa jinsi ya roho. Sasa ili utimize kwa jinsi ya roho, ili nimjue yeye na uwezo wa kufuka kwake na ushirika wa mateso yake, nikifananishwa na kufa kwake. Angalia, ili nipate kwa njia yoyote kuifikia kiama ya wafu. Kwa njia yoyote kuifikia kiama ya wafu. Paulo anatupa siri. Kwa njia yoyote niifikie kiama ya wafu. Ndugu, naweza nikaongea sana, kumbe nimekuacha.